Somo la Injili iliyoandikwa na Luka, sura ya 2 aya 22 hadi 40. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazee wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu waweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili wa makanda na njiwa wawili. Na azama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye alikuwa mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako, ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiastajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uwanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki hekaluni ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari ya neno la Mungu leo Jumatatu tarehe 2 Februari 2026, tunapoadhimisha sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni. Strive Masiiwa, mmoja wa jasiriamali bora wa Kiafrika, philanthropist na mwanzilishi wa kikundi cha Econet, alisimulia hadithi moja akisema, alikuwepo profesa mmoja maarufu sana wa tiba ambaye alikuwa na mke wake aliyeamua kuanza kuhudhuria ibada takatifu. Profesa huyu yeye hakuweza kuhudhuria ibada kabisa kwa muda wa mwaka mzima uliopita, lakini mke wake alikuwa anahudhuria ibada takatifu. Ilipofikia siku, profesa akaanza kusoma Biblia takatifu na kumwambia mke wake kwamba nimeamua kwenda kanisani.
Basi mke alichukua simu akampigia haraka mchungaji wake na kumwambia, baba mchungaji, mume wangu ameamua kuja kanisani na kusali pamoja nasi na ameanza hata kusoma Biblia. Moja kwa moja mchungaji kijana wa wakati huo aliamua kumvutia yule profesa na kuingia mtandaoni kuanza kusoma mambo mbalimbali na kujifunza juu ya madawa. Na siku ilipofika, mchungaji huyo, wiki nzima mahubiri yake alikuwa yakilenga mambo ya dawa, na mchungaji siku hiyo alipofika kanisani Jumapili alianza kuhubiri na huyo profesa akikuwepo, na akaongea sana kuhusu dawa. Na baada ya ibada takatifu alitoka na kwenda katika nyumba yake. Yule profesa na mke wake alimfuata mchungaji. Walipomsalimu, mchungaji akamwambia, profesa, leo nilitaka kukuonesha kwamba hata katika kanisa tunaweza kuongelea mambo ambayo yapo karibu nasi na yatuzunguka. Leo tumeongelea zaidi kuhusu dawa. Profesa akasema, ni kweli inawezekana kuyazungumzia hayo, lakini ingelikuwa ni darasani kwangu na wewe ni mmoja wa wanafunzi wangu, nafikiri leo ningekupa alama 0 kwa sababu ya kile ulichokiongea. Lakini ubora wako katika maneno ya Biblia na maandiko matakatifu siwezi kuufikia. Profesa akasema, leo nilikuwa nimekuja kanisani kusikia kuhusu wokovu kupitia Yesu Kristo. Wapendwa, leo tunasherehekea kutolewa Bwana hekaluni kulingana na sheria za Kiyahudi ambazo zilionyesha kwamba wazazi wa mtoto Yesu walikuwa ni Wayahudi watiifu. Zaidi ya hayo, adhimisho hili linatuelekeza kwenye kutolewa kwetu, hasa wakati wa ubatizo wetu na katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Jinsi tunavyomtoa Yesu kwa wengine, jinsi tunavyomfikisha Yesu kwa Wakristo wengine na kuwapatia wengine fursa katika kuwainjilisha kuweza kumpokea na kusikia juu ya Yesu Kristo. Kama tulivyosikia katika historia yetu hapo juu, badala ya kumwasilisha Yesu kwa profesa, mchungaji huyo alipendezwa zaidi kuwasilisha ujuzi wake mdogo juu ya dawa. Mpendwa mwana wa Mungu, kwanza tuliona jinsi Simeoni alivyomtoa mtoto Yesu, na wale waliokuwepo hekaluni walishuhudia hayo. Huyu alikuwa ni mzee mwenye haki na hakuwa kuhani, lakini kwa sababu ya imani yake na maisha yake yasiyo na hatia alikuwa ameahidiwa kutoona kifo mpaka atakapoweka macho yake kwa mkombozi. Wewe na mimi tunaona nini kwa Yesu? Wewe na mimi tunapolisikia neno la Mungu, tunaposoma Injili, tunatafakari nini? Risasi kali ya kuagana ilikuwa unabii wa Simeoni ambao wote una asili na hatima ya Yesu aliye wokovu wa ulimwengu wote na kuhusu mateso yake. Alipokuwa akizungumza na Bikira Maria, alionya kwamba mtoto wake amekusudiwa kwa ajili ya kuanguka na kuinuka kwa wengi katika Israeli na kuwa ishara yenye kusemwa juu yake. Yesu atakuwa ishara kwa ajili ya anguko la wale wanaotembea gizani, wale ambao walikuwa wamekataa kuamini ukweli na kuwekwa nuru kutoka njia zao za giza. Wakati yeye pia atakuwa ni ishara kwa ajili ya kuinuka kwa wengi katika Israeli, wale ambao walikuwa wamejitahidi kumtafuta Bwana katika maisha yao. Ndugu zangu, mtu mwingine aliyemtoa Yesu kwake mwenyewe na kwa watu wengine ni bibi kikongwe mzee Ana. Baada ya kufiwa na mume wake, hakutoka hekaluni, bali alibaki pale akiabudu, kufunga na kuomba usiku na mchana. Ana anatuonesha uelewa tofauti wa mjane kama tunavyoelewa siku zetu za leo. Ijapokuwa kama mjane pengine alidharaulika wakati wake bila kubakiza chochote, ni ndoa iliyodumu kwa miaka 7 tu, na sasa alikuwa na miaka 84,
lakini alikuwa na Mungu, na hilo ndilo jambo la maana. Ndugu yangu, mtu mmoja hata kama hana mengine yote, lakini akiwa na Mungu ni sawasawa na kuwa watu wengi. Bado wewe utambue, hata ukiwa peke yako ni mtu, na Mungu bado anafurahi na wewe ikiwa ulichagua kujitolea kwake, kutolewa au kuoa. Kwa hiyo maisha ya mtu mmoja pia ni wito au ni njia ya maisha inayokubalika na kanisa, hata na Mungu mwenyewe. Vijana wetu basi wanapaswa kujua na kuelewa kwamba wasiwe na hofu, waache kujiua au kushindana wenyewe kwa wenyewe kuhusu kuoa au kuolewa. Mbinguni hakuna ndoa. Katika baadhi ya jamii zetu za Kiafrika, pengine Ana angesemekana kuwa ni mchawi, na pengine ingefikia hata kuchoma moto. Lakini hapa kuna mmoja ambaye umakini wake katika mambo ya kiroho ulimfanya apate ufahamu wa kiroho kuhusu kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mkombozi wetu, na hivyo akaweza kumtoa na kumwakilisha kwa wengine waliotarajia, waliotegemea kumwona Masihi na wokovu. Wapendwa, tujitoe kwa Mungu. Sisi pia kama Bikira Maria na Yusufu tunambeba Yesu hadi hekaluni, katika hekalu la matumaini na ndoto za watu wengine, tunapomfikisha kwa watu mbalimbali. Je, uko tayari kama Mariamu na Yusufu, Simeoni na Ana kumtoa Yesu kwa watu wengine? Je, tuko tayari kuwa vyombo vya Mungu ambavyo kupitia sisi Yesu anajulikana na kutolewa ulimwenguni? Leo pia ni sikukuu ulimwenguni ya maisha ya wakfu. Tunaomba watu wote kuwaombea wale waliojitoa wakfu leo. Watafute wale wanaume na wanawake waliojiweka wakfu karibu nawe, na katika parokia yako au kigago chako uwatie nguvu, uwape moyo, uwaombee, wape hata zawadi na kadhalika. Fanya kitu cha kuwathamini. Wakati fulani wanapitia magumu, tena magumu ambayo huyajui, na yawezekana wakashindwa kukushirikisha katika shida wanazopitia. Lakini pia sisi waliowekwa wakfu tuwekwe wakfu tena maisha yetu kwa huduma ya Mungu na kwa wengine. Hatimaye, ndugu zangu, leo sisi sote tumeitwa kujiweka wakfu tena na tena, kila itwapo leo kwa Mungu, vile Yesu alivyojiweka wakfu katika maisha yake hata kifo. Wakati wa ubatizo tuliwekwa wakfu kwa Mungu, lakini tunahitaji kuwekwa wakfu mara kwa mara kila siku. Ili linaweza kutupatia kuishi maisha yetu na kuishi viapo vyetu vya ubatizo tulivyovifanya siku ya ubatizo wetu. Wapendwa, tujitahidi kuwapenda wengine, kuwa kama Yesu na kumwiga yeye. Hata kifo chetu kinaweza kuwekwa wakfu kwa Mungu. Hii inahitajika na inahitaji zaidi sala na kuacha nyuma yale yote ambayo yanaweza kutuzuia kushindwa kuishi maisha ya wakfu ambayo Kristo mwenyewe anataka tuyaishi. Ndugu zangu, tujiweke wakfu sisi wote pamoja na familia zetu. Mungu awabariki na nawatakieni sikukuu njema. Tumsifu Yesu Kristo.